بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء إمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na watazamaji wetu, karibuni tena katika wakati mwingine tena katika kipindi chetu cha darasani ndani ya channel yenu pendwa ya Rabta TV channel. Na kubwa, kama tunavyokumbushana, msisahau kusubscribe na kufuatilia kila kipindi kitakachoendelea katika channel hii. Leo tukimalizia hadithi yetu ambayo ni sehemu ya pili, kama tulivyosema, kuhusiana hadithi yetu ile ya mwanzo ambayo ilikuwa ni miongoni mwa hadithi ndefu lakini yenye mawaidha makubwa na maudhui mazuri kabisa, ambayo ilipokelewa na Amiri al-Mu'minin. Anatusimulia kwamba siku moja wakiwa wamekaa na Mtume, alitokea mtu ghafla mwenye mavazi meupe, mwenye nywele nyeusi sana, lakini hakuna yote anayemjua. Kisha akawa anamuuliza Mtume maswali, na ajabu, mtu huyu alipokuwa akijibiwa anathibitisha kana kwamba anajua. Tulienda tukafikia sehemu ambapo tuliona bwana akawa anamuuliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirni anis saa. Anamwambia Mtume, hebu nijulishe kuhusiana na habari za kiyama. Hii ni siku ya mwisho bwana, hii ni siku nzito kabisa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akajibu kumueleza yule bwana aliyeuliza, mal mas'ulu anha bi'alama man as-sa'il, kama mwenye kuuliza anajua zaidi kuliko anayeulizwa. Yani mwenye kuulizwa hana majibu juu ya hicho anachoulizwa kuliko huyo anayemuuliza, akionyesha ya kwamba hapa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam habari za kiyama yeye hajui, hana habari nazo, lakini huyo anayemuuliza habari hizo yeye anazijua kuliko yeye aliyemuuliza. Basi yule bwana akasema tena, fa akhbirni an amaratiha, nijulishe au niambie kuhusiana na alama zake. Na hapa Waislamu ndio sehemu ambayo sisi tunatakiwa tushikamane na tuisikilize na tukamate vizuri kuhusiana na alama hizi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, antalidal amatu rabbataha, alama miongoni mwa alama za kiyama ni mtumwa kumzaa bwana wake, yani mtumishi kumzaa bwana wake. Hapa Mtume alieleza jambo ambalo kwamba linaingia katika mifano mingi katika maisha yetu ya sasa hivi. Mfano katika mifano, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika maneno aliyosema ambayo sisi tunaweza tukaingiza ni maisha tulokuwa nayo katika familia zetu. Hivi sasa anaweza akawepo mtoto katika familia, mtoto huyo akawa na uwezo mkubwa wa uchumi, wa pesa kuliko wazazi wake. Ikawa sasa wazazi wanambembeleza na kumlilia mpaka nafasi zao na daraja zao mbele yake zinashuka ili aweze kuwasaidia mtoto huyo, na mtoto huyo akatumia nafasi hiyo kuwa juu zaidi yao, akiwatukana, akiwadhalilisha wazazi hao kwa maneno na vitendo mbalimbali. Mtume hapa ndipo aliposema ni kuona ya kwamba mtumishi kumzaa bwana wake, kwamba atakuwa na uwezo wa kumpelekesha, kumwambia hiki, kumwambia hiki, na ndivyo hali tulizokuwa nazo katika maisha yetu. Kisha Mtume akaendelea tena akasema, wa antara, na utaona alhufata alurata alalata ri'a ash-sha'i, na kuwaona watu ambao kwamba wao sifa yao ni watu wenye kutembea peku, ambao hawavai nguo, watu wenye kutembea tupu, hawajistiri, lakini pia ni masikini wa hali ya chini na ni wafugaji wa wanyama. Watu hao utaona wakiwa katika hali gani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatueleza, anasema yatatawaluna, wanashindana fi bunyani, katika kulefusha majumba, katika kujenga. Na hili pia utaliona katika maisha yetu hivi sasa, ukianzia katika nchi nyingi za Kiarabu ambao asili yao ni kufuga wanyama, ngamia na wanyama wengine, lakini hivi sasa kila siku wanashindana, ghorofa 200, ghorofa 300, ghorofa 600. Hii pia ni katika alama ambazo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alieleza kuhusiana na kiyama. Kisha Amiri al-Mu'minin anasimulia, anasema, thumma talaqa, kisha mtu yule akaondoka, yule mwenye kuuliza maswali. Amiri al-Mu'minin anaendelea, anasema, falabithta maliyan, kikapita kitambo kidogo, yani kukawa kimya. Thumma qala, kisha akasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Umar, ewe Umar, atadri, unamjua mani sa'il, yule aliyeuliza? Amiri al-Mu'minin akasema, Allahu wa rasuluhu a'lam, Mwenyezi Mungu na mtume wake ndiye anayejua nani aliyekuja na kutuuliza. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume akasema, fa innahu, hakika yake huyu, Jibril, ni malaika Jibril alayhi salam,
Atakum, amewajieni nyinyi, yuallimukum dinukum, ili awafundishe dini yenu. Na hapo ikawa ndio imekomea hadithi yetu hii ya leo. Ndugu zangu Waislamu, kama tulivyosema, hii ni hadithi miongoni mwa hadithi yenye mafunzo makubwa. Mtume hapa aliulizwa kuhusiana na masala ya kiyama, na Mtume akarejesha majibu ya swali hili ya kwamba yeye hajui kuhusiana na habari hizi. Na kama tunavyofahamu, moja katika mambo ya ghaibu yaliyofichikana ni kutambua wakati au siku ambayo kitatokea kiyama. Kwa Mtume anatufundisha, unaweza ukaulizwa swali na swali hilo wewe ukawa haujui, basi si makosa na wala sio dhambi na wala haitakuwa ujinga wewe ukisema haujui swali hilo, isipokuwa utakuwa upo katika njia, na pia tunaweza tukasema upo katika sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kule kusema mimi sijui swali hilo. Lakini pia tunaona hapa Jibril alayhi salam ndiye yule mgeni aliyekuja kuuliza maswali haya, na Mtume akasema amewajieni ninyi ili apate kuwafundisha dini yenu. Na kweli tumepata mafundisho makubwa. Tukiitizama hadithi hii tunapata mambo matatu makubwa kabisa ambayo ndio nguzo kabisa. Jambo la kwanza ni kuhusiana na Uislamu, ambayo ndiyo matendo ya nje kama kuswali, kufunga, kutoa zaka kwa wale wenye kuweza, na kwenda kuhiji Maka kwa kila mwenye uwezo wa kwenda kufika sehemu hiyo. Haya ni matendo ya nje ambayo kwamba yanatakiwa yaonekane kwa kila Muislamu. Hii ni sehemu ya kwanza. Lakini pia tuliona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akieleza kuhusiana na masala ya imani, ambayo haya ni matendo ambayo ni ndani ya moyo, kuamini kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mmoja, hana mshirika, hakuzaa wala hakuzaliwa, na kutambua sifa zake ambazo ni muhali kwake yeye kuwa nazo na sifa ambazo ni sio muhali kwake yeye kuwa nazo, kama watu wengi wanapomnasibisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia tukaja kuona ni hali na ubora wa ibada pale alipoeleza kuhusiana na masala ya ihsan, kwamba unafanya ibada ukitambua kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuona. Lakini pia tunapata kuona hapa Waislamu, imani wanawachuona watuambia imegawanyika katika hali tatu, katika hakika tatu. Hakika ya kwanza ni kuthibitisha ndani ya moyo wako kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa yakini kabisa kwamba yeye ni mmoja na hakuna mtu yoyote au sehemu yote itakayopaswa kufanyika ibada isipokuwa ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha katika hakika ya pili ni kutamka kwa ulimi, kuzingatia kile unachokisema, maisha yako, mazungumzo yako, unavyokaa na watu yanathibitisha kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala umemwamini na unamuogopa. Na katika hakika ya tatu ni matendo yako. Haiwezi ukasema wewe una imani, unamwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini maamrisho yake hauyafati, makatazo yake haujiepushi. Mfano, Mwenyezi Mungu ametuamrisha sisi tutekeleze ibada ya swala 5 kwa siku. Wewe unasema umemwamini Mwenyezi Mungu lakini hauswali, unaswali unavyotaka wewe, labda unachagua leo nitaswali kesho uswali. Hapana, hiyo sio imani. Lakini pia Mwenyezi Mungu ametukataza baadhi ya mambo tusikaribie, tusiyafanye, alafu wewe ndio ukawa mtu wa mwanzo kuyafanya, kuyaendea. Hiyo pia haionekani kwamba wewe umeathirika na imani. Kwa Mwenyezi Mungu atujalie, atuthibitishe nyoyo zetu, na tujalie tuweze kufuata sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yale aliyokuwa mema tuyafate, na aliyokuwa mabaya maovu tuyaepuke kwa msaada wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na wakumbusha tena, tuendelee kufuatilia channel yetu hii pendwa ya Rabta TV kwa ajili ya faida nyingi zinazopatikana katika channel hii. Usisahau kusubscribe kupata taarifa ya kila taarifa itakayotokea katika channel hii. Mwenyezi Mungu awajalie, awape afya njema na awape mwisho uliokuwa mwema nyie pamoja na sisi. Wallahu atujalie pia khairi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.